Bana, nataka tu nikwambie kwamba harusi ya Juma Jux ambayo basi inategemewa kufanyika tarehe 28, kuna mastaa tofauti ambao mpaka kwa muda huu wameweza kufika, lakini pia kuna watu tofauti ambao mpaka kwa muda huu wameweza kufika katika nchi ya Tanzania. Nikiwa na maana kwamba kuna watu kutoka katika nchi ya Nigeria, kuna watu kutoka katika nchi ya Tanzania, kuna watu tofauti ambao wamejaribu kujumuika na Juma Jux mpaka muda huu, lakini pia kuna event tofauti ambazo zinafanyika mpaka muda huu tunavyoongea. Ila nataka tu nikwambie kwamba Bahati Kenya ni moja kati ya mtu ambaye amekutana na Juma Jux kabla hata ya wedding ambayo ni siku ya kesho ambayo itafanyika katika nchi ya Tanzania. Kupitia ukurasa wake wa Instagram inamaanisha kwamba ameandika kwamba just met the Mkambalas before African biggest wedding JP 2025. Basi ni moja kati ya maandishi ambayo ameweza kuandika katika ukurasa wake wa Instagram, lakini pia ameandika kwamba tomorrow we are celebrating love, we are celebrating the culture, we are celebrating Juma Jux and the Prince. It is Prince. Congratulations my people, we are happy for you. Hii ikiwa na maana kwamba Bahati ameamua kuungana na Juma Jux kwa katika kipindi hichi ambacho basi yupo katika nchi ya Tanzania. JP 2025 imeweza basi kuunganishwa na watu tofauti, lakini pia nchi tofauti, lakini pia hata ukijaribu kuangalia katika nchi ya Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ukijaribu kuangalia watu wote katika nchi za Afrika kiujumla, Juma Jux kupitia harusi hizi ambazo amekuwa akizifanya almost harusi 3 mpaka 4 mfululizo, zote zimekuwa zikiweza kuwajumuisha mastaa tofauti kutoka katika sehemu mbalimbali. Ila naweza nikasema kwamba Bahati Kenya ni moja kati ya mtu ambaye amekuwa na matukio mbalimbali ambayo matukio haya yameweza basi kuwashtua watu wengi sana, mpaka katika nchi ya Tanzania alivyoweza basi kufika. Amekuwa na matukio ambayo yamekuwa na shamra za hapa na pale. Ninaamini kuwa hii pia inaweza ikawa ni moja kati ya vitu ambavyo vitakuwa labda vinahusiana na project zake ambazo ni za kimaisha, lakini pia project zake ambazo zinamuingizia pesa. Naweza nikasema hivyo kwa namna moja au nyingine. Kuna tukio ambalo amelifanya masaa 6 yaliyopita, nikiwa na maana kwamba wakiwa katika nchi ya Tanzania hapa kuanzia katika hoteli ambayo ameweza kufika. Hasa ni tukio ambalo alikuwa analifanya ni la kuswaki akiwa yeye na mpenzi wake. Tukio hilo basi akiwa anaswaki, basi mwisho wa siku akawa anashia mswaki mmoja yeye na mpenzi wake, mpaka wakawa wanabusiana yale mapovu ya dawa ya mswaki, wakawa wanahamishiana mdomoni hapa na pale. Haya matukio basi yamewafanya watu wengi wao wanajiuliza mengi sana. Pia hata katika muda wa chakula walivyokuwa wanakula chakula, watu wengi wameanza kuwa kama vile wanajaribu kuhusisha mahusiano yao ambao ni ya kwao pamoja na mahusiano ya hao wawili, nikiwa na maana kwamba Bahati pamoja na mpenzi wake ambaye basi nafikiri kwamba anaitwa Diana Marau Sore. Ni mmoja kati ya mtu ambaye ni ana pesa, pia mwanamke ambaye ana mtoto pia na Bahati, na ana mtoto wao mmoja mpaka kwa muda huu tunapoongea. Sasa mpaka kwa muda huu ninapokuambia basi kuna likes nyingi sana pia, lakini pia kuna comment nyingi sana. Ila watu ambao walikuwa wanajaribu kuangalia hichi ambacho kilikuwa kinaendelea, yani kwa maana kwamba matukio haya, walikuwa wanacheka, lakini pia wengine walikuwa wanajiuliza, je, mahusiano yako wewe na mpenzi wako yamefika katika level gani? Kwa maana kwamba mahusiano ya watu wengi basi hayajafika katika level hizi ambazo zinaendelea. Nikiwa na maana kwamba kuna mengi ambayo yanaendelea, lakini pia mahusiano ya kwake Bahati ni mahusiano ambayo ni makubwa sana. Pamoja na hayo naweza ngasema kwamba kile ambacho alikuwa amekiandika kwamba ameandika kwamba hivi, ameweka emoji 3 za love, akasema kwamba it is Valentine in Tanzania, the Bahatis creating memory at Ramada Resort Dar es Salaam, we are waiting for JP 2025. Sharing zilikuwa nyingi sana, likes zikawa 19,700, comments zikawa 632, sharing zikawa 893. Sasa katika sehemu basi ya comment, kila comment najaribu kwenda kuisoma ili basi uweze kwenda kujua nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Baadhi ya watu waliweza kucomment. Ameandika, huyu anaitwa Joyce Wanjira, anasema kwamba hivi, mwenye aliniroga niwaachilie nipate hata mkisi basi. Yani mtu ambaye alimloga basi amwache angalau basi apate kisi. Mkisi, sijajua mkisi ni mtu huko Kenya ambaye ni wakisi au sore. Kwa hichi ambacho kimeweza basi kutokea, wengi walicheka, lakini pia wewe uko kisirani kaa hivyo. Yani wewe una kisirani kaa hivyo. Wengine walicheka sana kwa sababu ya hichi kitu ambacho wamekiona au amekiandika. Lakini pia kuna commentator ameandika kwamba asante sana, hii yenyu nimeshindwa kabisa, hii kweli Mungu alipitisha.
Kwa hiyo yani hiyo kapo yao Mungu aliweza kupitisha, kwa sababu matukio ambayo amekuwa akiyafanya ni extraordinary, na maana kwamba ni extra, sio yale ya kawaida, sio zile zile ambazo zilikuwa zinafanyika mtandaoni. Yani ni kama vile kapo ambayo inafanya matukio yani ya kutisha, matukio ambayo ni ya zaidi ya yale ambayo tulikuwa tunayaona kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mfano, kama unaweza kuswaki wewe pamoja na mpenzi wako, mkatumia mswaki mmoja na mwisho wa siku mkahamishiana tena mapovu yale ya mdomo wa mpenzi wako, basi mkahamishiana. Hiyo ni moja kati ya watu wameweza basi kushangaa kwa hichi ambacho kimeweza kufanyika. Baby Collection anasema kwamba karibu sana Tanzania, tunawapenda The Bahatis kwa hichi ambacho wameweza kukifanya. Pia huyu Baby Collection amejaribu kuandika hicho, lakini pia Paul Hangout anasema kwamba ambieni wabunge wenu watafute mambo ya kuongelea bungeni, lakini kuna mambo ambayo bungeni kwa mambo yanaendelea kula, lakini huku Kenya pia washikaji wanajaribu kuambia kwamba isiwaambieni wabunge wenu watafute mambo muhimu ya kuongelea na sio kuongelea mambo mengine. Baby Collection anasema kwamba hivi, wewe vya bunge wetu vinakuhusu nini? Hatuna huo muda, tuko busy na JP 2025. Paulo Hangout naye akajibu kusema hao watu jana yote wanatumia kutudiskasi Masa Karua na Boniface Mwangi. Jamani, tudumishe urafiki. Kuna mambo ambayo yanaendelea huko bungeni, lakini pia hata vijana wenyewe pia wameanza kushangaa hichi ambacho kinaendelea. Duka lako liko wapi? Nipitie nikija Bongo next week. Baby Collection akamjibu na kumwambia kwamba unaweza ukalia machozi kama umeumia, tuko busy na JP 2025. Tuna mambo mengi sisi wenyewe, wewe endelea kufuatilia bunge letu, watakupa reward. Kwa hiyo watu pia watawafuatilia masuala ya bunge. Lakini pia sasa huyu anaitwa nani, alikuwa ana feel thithi akiwatch anyway love is beautiful, mapenzi hadi mna share toothbrush. Kuna watu pia wameshangazwa na hichi ambacho wamekifanya. Kwa hiyo unajaribu kuangalia yale ambayo wameyafanya, lakini pia wengine pia waliwa react na kusema kwamba wale ni wapumbavu kwa hichi ambacho wameweza kukifanya. Huyo anaitwa Glory 3073 anasema kwamba walichokifanya ni kitu cha kipumbavu, acha nizime simu nione mtapendania wapi. Kwa hiyo anazima simu ili watu waendelee na mambo yao. Kweli haya ni mabahati na walavu, Mungu awatunze. Kwa hiyo asilimia kubwa naweza kusema kwamba asilimia kubwa ya watu wengi wamefurahishwa, ila asilimia chache pia wamechukizwa kwa hichi ambacho kinaendelea. Sababu ukijaribu kuangalia, kuna watu wengine wanajaribu kusema kwamba mtaachana tu kunguni nyie kwa hichi ambacho wanakifanya. Tena huyu hapa ni mbongo anaitwa Mrs Diana, sema kwamba mtaachana tu. Shiko Nyakio anasema kwamba kono wenzangu pitieni, nimeona chumvi mahali. Kwa hiyo kuna namna kama vile wengine pia wameshangazwa, lakini pia wengine wanaona kama vile kama kuna mtu ambaye hayupo katika mahusiano, basi hichi hapa hivi akimuhusu. Kwa hiyo ndo anajaribu kusema kwamba kono wenzangu pitieni hapa, nimeona chumvi mahali. Mimi nafikiri kwamba kwa upande wa Bahati, upande wa mpenzi wake, wana mengi ya kushare bado, kwa sababu ni watu ambao kila siku wanaachia content mbalimbali. Lakini pia ujaribu kuangalia pia wametumia Ramada Resort kama vile sehemu ya kuweza kuitangaza, kwa sababu pia na wenyewe pia ni mastaa, na naamini kwamba kupitia hichi walishafanya booking mapema na wakapata angalau ili tangazo. Hili linaonekana kama limekaa katika hali ya kutangaza kile ambacho kinapatikana katika nchi ya Tanzania. Sitakuwa naelezea kwa muda huu. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.